Hujambo, hii ni Gwaride la Siasa na mie ni Jabali Odawa na Dawa. Karibu katika nakala hii ambapo tunaangazia matukio ambayo yalifanyika katika eneo bunge la Gatundu South, hususan kwa mjumbe wa eneo hilo ambaye anajulikana kama Gabriel Kagombe, Bwana Kagombe, ambaye kwa sasa ni the sitting MP. Kwa wale ambao wanajua Kagombe, kwa muda mrefu amekuwa katika upande wa Rais Ruto. Kagombe ni baadhi ya wachache wa wanasiasa kutoka Mlima Kenya ambao wamekuwa wakiunga mkono Bwana Rais hadharani na kutembea na kuunga chama tawala cha UDA ya Bwana Rais Ruto. Wamekuwa wakipinga wenzao ambao ni wengi wako katika upande wa United Opposition ama katika chama cha DCP ya Bwana Rigathi Gachagua, na amekuwa akipiga vita vikali wenzake ambao wako katika United Opposition ama DCP. Vile mjuavyo, chama cha DCP cha Bwana Rigathi Gachagua kwa sasa ndiyo chama maarufu katika eneo la Mlima Kenya, na haswa baada ya chaguzi za hivi karibuni, by election ambazo zilifanyika katika eneo bunge la Olkalau, DCP ilishinda kwa kiasi kikubwa. Waliwapiku wenzao wa UDA na tofauti kubwa kabisa. Kwa kimombo tunasema kwamba ilikuwa a landslide win. Na watu wengi ambao na wale wachache, wanasiasa wachache kutoka Mlima Kenya ambao walikuwa wako katika upande wa serikali ama upande wa UDA, wakashingizwa baridi, wakaingizwa woga kwamba kwa sasa kwa kweli eneo la Mlima Kenya, kama hauko katika chama cha DCP, uwezekano wako wa kuchaguliwa tena katika chaguzi za mwaka 2027 ni hafifu. Sasa wengi wa watu kwa sasa wako katika harakati ambayo inajulikana kama mass defection. Vile mjuavyo, siasa zetu hapa Kenya zimejengwa ama zimekita mizizi katika tabaka za kijamii na eneo. Utapata katika mhula fulani ama katika season fulani, eneo fulani watakuwa katika upepo fulani wa chama. Tukipeana mfano rais, chaguzi zilizopita za 2022, eneo la Mlima Kenya ilikuwa katika upepo wa UDA. Chaguzi zilizopita wa mwaka wa 2017, eneo la Mlima Kenya ilikuwa katika upepo wa Jubilee Party. So, kila mhula wa uchaguzi huwa kunakuwa na upepo fulani wa chama ama muungano fulani katika kila eneo. Na kwa sasa tukiangalia kwa darubini ya makini, inaonekana kwamba Mlima Kenya, chama kubwa, chama maarufu ambayo itapata wanasiasa kuchaguliwa kwa wingi, itakuwa chama cha DCP. Hivyo basi mtu yoyote ambaye kwa sasa hayuko kwa DCP lazima akuwe na wasiwasi. Sasa hivi majuzi mjumbe wa Gatundu South Kagombe, baada ya kufanya mawazo na mashauriano hapa na pale, akaonelea ni vema atoke chama cha UDA cha tawala ya rais, achane na Bwana Rais Ruto na avuke daraja kuja katika upande huu mwingine wa DCP. Lakini cha kushangaza ni kwamba hatua yake haijapokelewa vizuri. Jumapili, aliyekuwa naibu wa rais Bwana Rigathi Gachagua, ambaye sasa ni kingpin kigogo wa Mlima Kenya na pia kiongozi wa chama hichi cha DCP, alikita kambi pale Gatundu South. Na sasa Kagombe akataka atumie hafla hii kujieleza
mara ya kwanza kwa watu wa eneo bunge lake kwamba amekigura chama cha UDA na sasa yeye ni mwana DCP na sasa ako United Opposition na sasa yeye ako pamoja na Rigathi Gachagua, ameachana na mambo ya Rais Bwana Ruto. Lakini wengi wa watu hawakumkaribisha. Sasa katika nakala hii tunaangazia yale yaliyotokea na kwa nini yalitokea katika hafla hii. Tutasema kwamba Rigathi Gachagua hajamkaribisha Kagombe na moyo mkunjufu, kwa sababu lazima Rigathi Gachagua kwa sasa akuwe makini. Kwa kimombo kuna kitu inaitwa thwarting infiltration. Ina maana kwamba katika hali kama hii kuna uwezekano wa wanasiasa ambao wanaitwa moles. Mole ni mtu ambaye anatoka mrengo mwingine na kuja kujifanya kwamba ni wa mrengo huu, lakini nia na madhumuni yake ni kupata ujumbe muhimu za harakati ama ya mipango tofauti tofauti ya mrengo huu, kisha anasaidia ule mrengo mwingine na ripoti hizi kama ujasusi. Hivyo basi anawezesha ule mrengo mwingine kukuja na mikakati kabambe ya kubishana ama ya kushinda huu mrengo mwingine. Sasa tutasema tu kwamba hajakaribishwa na moyo mkunjufu, kwa sababu wanaweza kuwa kwamba hawana uhakika na nia na madhumuni yake ya kukuja huku. Pengine amekuja kama mole wa kufanyia upande wa UDA kazi ndani ya DCP, kupunguza nguvu na kuharibu harakati hapa na pale za upande huu mwingine. Bwana Rigathi Gachagua alisema kwamba mimi sina shida na wewe, lakini kama unataka uchukuliwe katika chama, kwanza enda kwa jamii, enda kwa ground, uombe msamaha, kisha uone kama utakaribishwa. Ina maana kwamba yeye mwenyewe hajamkaribisha na moyo mkunjufu. Tunaweza sema tu kwamba kuna uoga ama wanajaribu tu kuwa makini kuhakikisha kwamba hakuna moles ambao wanatoka ule upande mwingine wakikuja katika chama chao na nia isiyo njema. Pia tunaweza sema kwamba Rigathi Gachagua ndio kwa sasa ni mwanasiasa ambaye ako katika hali nzuri ya kujigamba na hata kufurahia, kwa sababu yeye ni kingpin. Tangia impeachment ang'atuliwe kutoka mamlakani, aliweza kukuja Mlima Kenya na akatengeneza vuguvugu moto, na kwa kweli ameweza kuteka eneo la Mlima Kenya na baadaye akatengeza chama chake cha DCP, na kwa sasa tunasema kwamba yeye ni kingpin wa Mlima Kenya. Ni mwanasiasa ambaye saizi ameridhika na kuna furaha kisiasa, lakini baadaye kuna machungu, tukizingatia kwamba alinyang'anywa minofu yake ya kisiasa kwa sababu alikuwa impeached kabla muhula wake kuisha. So kama binadamu lazima akuwe na machungu na wale ambao walitumika katika harakati ya kumimpeach ama kumngatua katika uongozi. Utapata watu kama kina Kagombe ni baadhi ya wanasiasa kutoka Gema ama kutoka Mlima Kenya ambao walitumika kwa upande mkubwa na serikali kumpiga vita. Hivyo basi kutokana na machungu hayo, utapata kwamba sasa ako katika hali ya kulipisha kisasi. Ni kwamba mulishiriki kwa upande mkubwa katika harakati za kuning'atua. Sasa sahizi, kwa sababu mimi pia nimekuwa kigogo, mimi ni kingpin, sitawakubalia kunawiri kisiasa katika eneo hili. Sasa tunaweza sema kwamba hatua ya Kagombe kutokaribishwa na moyo mkunjufu na mikono yote miwili ni kwamba Bwana Rigathi Gachagua kwa sasa ako katika harakati za kulipisha kisasi na kuhakikisha kwamba amewaadhibu wale wote ambao walishiriki katika kumpiga vita na serikali. Pia tunaweza sema kwamba Rigathi Gachagua tangia ang'atuliwe uongozini, si kila mtu alianza kutembea naye, sio kila mtu alikuwa na ujasiri wa kushiriki naye kisiasa. Wengi walimwogopa na wakabaki upande wa UDA na serikali. Ni watu wachache kama seneta wa Kiambu
seneta wa Nyandarua pia Methu, mama county wa Kirinyaga wa Gasheri, na seneta wa Murang'a, seneta Nyotu. Hawa ndio wanasiasa wachache ambao walikuwa na ujasiri wa kutembea na yeye na kufanya kazi na yeye, na kwa kweli wamepitia magumu na imekuwa harakati ndefu kabla hiki chama cha DCP itengezwe, pamoja na wanasiasa wengine ambao kwa sasa hawajachaguliwa. Hivyo basi Rigathi Gachagua anaona kwamba itakuwa jambo ambalo si sawa, kwamba akona wanajeshi wake hapa ambao wametoa jasho, wamepitia magumu katika kutembea naye na kutengeza hiki chama cha DCP hadi ikafika hatua ambayo imefika kwa sasa. Kisha watu ambao wanaona kama ni wasaliti walikuwa katika upande mwingine wa UDA wanataka kuja, wakati chama imeshaimarika, imenawiri, wanataka kuja ili wapewe tiketi kugombania viti tofauti tofauti katika chaguzi za mwaka 2027. Anaona kwamba haitakuwa sawa. Sasa hapokei watu kama Kagombe kwa urahisi, kwa sababu anataka wale watu ambao wako katika jeshi lake ambalo wamekuwa wa maana ama wamekuwa wa faida katika kutengeza chama wapewe kipaumbele katika hizi tiketi ambazo zitatumika katika kugombania viti tofauti tofauti katika chaguzi za mwaka 2027. Kipenzi wa gwaride la siasa, tunafika kikomo cha nakala hii. Kwa wale ambao wamesubscribe katika channel yetu hii ya Gwaride la Siasa, tunashukuru. Kwa wale ambao hawajasubscribe, tunawasihi kwa moyo mkunjufu msubscribe ili tuwezeshe channel yetu hii kunawiri. Mie ni Jabali Odawa Anadawa. Kwa heri ya kuonana.